Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana tarehe 9 Novemba, siku ya Jumapili, Waislamu wameondokewa na mmoja katika maulama wakubwa walinganiaji dini katika upande wa tafsiri ya Qur'ani na pia katika upande wa miujiza yalikuwa katika Qur'ani, miujiza ya science, ijazi ilmi. Dr. Zaghlul An-Najjar, yani Misri, lakini amefariki Amman, Jordan, jana tarehe 9. Rahmatullah alayhi, Mwenyezi Mungu amrehemu, waskini fasiha jannati inshallah. Amlasi pahala pema kwa rehema zake na fadhila zake. Mola kafanya kazi kubwa sana. Nami katika darasa zangu nyingi sana zenye kuhusiana na mambo ya ijaz ilmi, miujiza ya kisayansi katika mambo yote, yeye specialization yake ilikuwa ni geology, na alikuwa ni roving professor akitembea kutoka nchi baada ya nchi kwa ajili ya kutoa darasa zake, bali lecture zake ambazo ni tunu sana. Anataka kumsikiliza kwa lugha ya Kiarabu zaidi, tunafikiri kwa Kiingereza zipo katika YouTube. Ukiandika Dr. Zaghlul An-Najjar utaona elimu kubwa alikuwa nayo. Alizaliwa 1935 na amefariki 2025, yani ameishi kwa miaka 90 kamili. Tumeondokewa na mtu ambaye tulikuwa tukimtegemea sana kwa elimu yake, lakini jua kwa ameondoka, ametuachia hazina kubwa sana ambayo daima tunapokuja ayat zenye kuelezea mambo ya ijaz atibi, ijaz ilmi, ijaz balaghi, ijaz ya kila aina, miujiza kila aina, tunarifaa kwake kwa kuchukua baadhi ya malumati pamoja na wenzio wengi waliozama katika field hizi za kutafuta zile aya ambazo zinaelezea miujiza ya mambo yanayotokezea ilikuwa hajulikani wakati wa karne ya 7 alipokuwa akishushiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya za Qur'an. Na hiyo uthibitisho kwamba haya ni maneno si Mtume Muhammad bali maneno ya Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Qur'ani zimejaa aya za kisayansi. Qur'ani haijaja kama alivyosema Zakir Naik, ni a book of science. It's a book of science. Alama, ayat, the book of science, sio the book of science. Hata hivyo zimetupiwa hapa na pale, yote dalili na kuchallenge au maulama watapokuja wakafanya research karne za mbele huko, wajione kwamba Qur'ani zamani imetaja. Tukamana tukaambua Qur'ani ni miujiza mikubwa. Katika miujiza mikubwa ni Qur'ani moja, katika miujiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huyu bwana tunaomba kila moja tumombe dua, hasa dua zenu zikampandisha daraja huko peponi inshallah. Anastahili dua zetu sote pamoja. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.